mfalme wa ulimwengu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa, haya ni maneno ambayo tumeyasikia katika injili yetu ya leo ya mwinjili Luka sura ya 23 mstari ule wa 35 mpaka 43 katika dominika yetu ya leo ya Kristo Mfalme, ambapo tunahitimisha mwaka wetu wa liturujia, lakini pia nyinyi wenyewe mnahitimisha kongamano lenu. Na katika maneno hayo tunayasikia kutoka kwa yule wanasema ile aliyekuwa mwizi. Wote walikuwa wezi wawili ambao wamesulubiwa pamoja na Yesu pale Kalvari, mmoja mkono wa kulia, mmoja mkono wa kushoto, na mmoja anamdhihaki Yesu, anamwambia, wewe ni kama ni mfalme, jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi hapa tulipo. Lakini mwingine wanasema yule mwizi aliye mtu mwema, sijui nakoaje, mwizi tena anakuwa mwema, yule mwizi aliye mwema. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo kuna wezi wawili, kuna wezi mmoja ni yule ametumia maneno makali, anamdhihaki Mungu wake. Wewe, anamwambia wewe, kama ni mfalme, jiokoe wewe, alafu utuokoe na sisi. Mwingine anasema hapana bwana, hayo maneno ustahili kumwambia mfalme, huyu ni Mungu. Naye Bwana anaendelea kutumia ile nafasi, anawaambia kwamba wewe unikumbuke leo katika ufalme wako. Mungu ndiye mfalme wetu. Hata wewe ukichukua majukumu ya uongozi, lazima mwisho wa siku utambue kwamba Mungu, mwisho wa siku Mungu ndiyo kiongozi wetu. Mungu ndiye mfalme wetu. Na leo hii tunakiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme, si wa dunia hii tu, lakini pia mfalme wa ulimwengu wote. Yesu Kristo ni mfalme. Kwa hiyo ili tufaulu kukiri imani yetu, ili tufaulu kuchukua majukumu ya uongozi, lazima kwanza tukubali kukiri kwamba Kristo ni mfalme. Uongozi wengine wote unatakiwa upite katika njia ile ambayo Mungu mwenyewe anataka. Hiyo ndio njia ambayo tunaalikwa sisi sote. Hata askofu ni mtumishi, anapaswa kupita katika njia ya mchungaji mkuu ambaye ni Kristo mwenyewe aliyemwita. Hata mapadri hivyo hivyo. Kwa sasa tuna changamoto kubwa. Taasisi ya uongozi ni kama imevamiwa. Taasisi ya uongozi ni kama imevamiwa kwa sababu hatupati watu wazuri ambao wanaweza kuongoza popote. Labda wale ambao wangependa kuongoza labda hawajitokezi. Sasa tukisukua katika somo la kwanza, labda tufuate mafundisho kutoka somo letu la kwanza siku ya leo, barua ya pili ya Samueli, kitabu cha pili cha Samueli sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3, ambalo tumechukua somo letu la leo. Tunaona wana wa Israeli wanatoka kule kaskazini, wanamwendea kusini kabisa katika nchi ya Yuda, na wanamkuta mfalme aitwaye Daudi. Na wakati huo Daudi ameshatawala kule Yuda kwa miaka 7 na miezi 6. Ameshatawala kwa miaka 7 na miezi 6 kule Yuda. Wakati ule falme zimegawanyika kaskazini na kusini. Kwa hiyo Daudi alianza kutawala kwanza kule kusini kwa miaka 7, amefanya kazi. Sasa kule kaskazini walipaswa kuwa na kiongozi wao, lakini kati yao wakajiangalia wao wenyewe.
kuonyesha kwamba sio kila mtu anaweza kuongoza, lakini kati yenu kuna viongozi. Kati yenu kuna viongozi wazuri tu wanaweza kufanya, lakini wote hamwezi kuwa viongozi kwa mara moja. Labda mtapeana zamu. Wote mkiwa viongozi mtamuongoza nani sasa? Hakuna mtu wa kumuongoza, Kristo. Kwa hiyo waliangaliana, wakasema kule kaskazini, kati yetu sisi hatumuoni kiongozi hapa hamna kiongozi. Sio kwa nia mbaya. Wenyewe wameangalia, wanajua wana vipaji mbalimbali, wanajua wana uwezo wa mambo mbalimbali. Hata sisi watu wana vipaji mbalimbali. Hata hapa tayari kanisani watu tayari wameshaonyesha nafasi za uongozi. Watu mnaimba, wengine wanaimba hapa sauti ya kwanza. Wanavyoimba sauti ya kwanza, wale wa pili hawawezi kuimba sauti ya kwanza. Hivyo hivyo na wa sauti ya kwanza hawawezi kuimba ya pili. Hivyo hivyo ukashuka nyuma mpaka sauti ya 4. Kwa hiyo nafasi za uongozi. Hivyo hivyo atakuimbisha, sio wote wanaweza. Labda hata wanaoimbisha pia wenyewe vipaji vyao vinatofautiana. Hivyo hivyo kuna wengine wanaweza kusoma. Wote tunaweza kusoma, lakini kuja mbele labda sio wote wanaweza kutoa sauti ikasikika. Kwa hiyo ni mfano wa uongozi. Sasa walipoangalia kule kaskazini wakaona hawana mtu, ila wakagundua kule kusini yuko Daudi, yule anafaa kuwa kiongozi. Kwa hiyo wakamfuata, wakasema, sisi tunakuomba wewe uwe kiongozi wetu, mfalme wetu, kaskazini na kusini. Sasa tuunganishe kaskazini na kusini, uwe mfalme wetu. Kwa sababu wewe Bwana, wewe pia sisi ni sehemu ya mifupa yako, sisi ni sehemu ya nyama yako. Au kinyume chako, wewe ni sehemu ya mifupa yetu, wewe ni sehemu ya nyama zetu. Kwa hiyo katika uongozi msiogope kuwatambua viongozi kati yenu. Mnaweza kukaa hapa mkasema kuna kongamano la kitaifa, na kule taifa tukikutana watachagua viongozi. Kwa hiyo mnaweza kuangaliana, hivi kati yetu kuna mtu anaweza kuchukua nafasi ya mwenyekiti, kuna mtu anaweza kuchukua nafasi ya katibu, kuna mtu anaweza kuchukua nafasi ya mhasibu au nafasi ya mjumbe. Kati yenu mnajiangalia, na sio lazima wale wa kamati tendaji tu, halmashauri kuu wanaweza kuangalia. Kati yetu tunaona hapana, lakini ukienda kule Liwale au ukienda Kilmarondo kuna mmoja pale angetufaa. Kwa hiyo huyu jina tulipeleke. Ndio maana wana wa Israeli walimtambua wakamfuata. Kwa hiyo sisi pia tusaidiane kutengeneza viongozi. Fuateni yule mnaoona huyo anafaa, mwakilisheni au wakilishi. Wakilishe katika sehemu. Kwa hiyo msiogope kuchukua nafasi ya uongozi. Msiogope katika nafasi ya uongozi kuchukua. Na wakati mwingine pia mnaweza kuona sisi hapa safari hii tunaona hatuna mtu, hatuna mwenyekiti. Naona safari hii tumunge mkono yule wa Tunduru Masasi, tumunge mkono yule Mtwara, au tumunge mkono yule anatoka Geita. Nayo ni sawa, kwa sababu Daudi hakuwa kati yao kuunga mkono. Kwa hiyo mnamwandaa. Wakati mwingine mnaenda kwenye uchaguzi, kila mtu anataka kuongoza. Shida. Kila mtu anaona anafaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeua taasisi ya uongozi. Mtu akiangalia jirani yake anavyoongoza, anasema uongozi kama ni hivi, hata mimi naweza. Kwa nini mimi sipewe zamu na mimi niende? Kwa hiyo, lakini wakati mwingine kama hivyo Daudi walimchunguza, sio tu walimnyanyua, waliona vipaji vyake kwa miaka 7. Na nyinyi pia mnaweza kuona, mnaweza kusema kuna moja yuko pale Mnero anatoka na Ipango, lakini tuwaulize watu wa pale anatufaa. Watu wengine anaweza kuja hapa
ni kiongozi mzuri sana, anapangilia safi, kila kitu mzuri. Lakini kule kanisani kwake haendi hata kanisani. Sasa huyo huwezi kumnyanyua. Ndio maana tunasema background check inafaa sana. Ukienda kule labda kigangoni kwake, yeye ndiye anauza mitishamba, kwamba huyo sasa hatuwezi kumpeleka kiongozi wa taifa, baadaye mtaleta aibu. Au huyu kule ndio anavunja ndoa za watu, hiyo kazi yake hiyo anafahamika, alafu tunampeleka kiongozi wa taifa. Kwa hiyo kuna ile background check, lazima kuangalia huyu atatufaa. Jamani, huyo mtu mnamfahamu? Ndio tunamfahamu, lakini sio kwa hiyo kazi mnamhitaji huyu hatawafaa, huyu hatawafaa. Kwa hiyo ndugu zanguni, msiogope kuchukua nafasi ya uongozi. Maeneo mengine kwenye jumuiya, padre anakuambia nimekosa viongozi. Kwa sababu gani? Kwa sababu waumini wangu wote wako kwenye uchumba sugu. Lakini kuna vijana wazuri wanaweza, ila hawataki. Tukiwaambia vijana, chukueni majukumu basi, chukua mwenyekiti wa jumuiya, chukua mwenyekiti wa kigango, utasikia mimi leo nipo tu hapa, kesho mimi na mpango wangu nitaondoka. Mimi nasema msiogope kuchukua nafasi ya uongozi. Mungu wakati mwingine wanapokujia ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mjitahidi. Na kila mara kiongozi, ingawa huyu walimchagua Daudi, walimchagua kuwa mfalme wao, lakini ukiwa kiongozi siku zote lazima umsikilize Mungu. Mungu anakuambia nini? Lazima umsikilize Mungu. Tukisoma kitabu hicho cha pili cha Samueli, sura chache mbele, mstari wa sura ya 12, Daudi anakengeuka, anachukua mke wa mtu aitwaye Bathsheba, anamchukua mke wa mtu aitwaye Bathsheba, mke wa Uria, na anamuua mume wake. Sasa yale ni maafa mabaya sana. Uongozi wa kuua, uongozi wa kutamalaki mpaka wake za watu, huo sio uongozi. Na Mungu anamtuma nabii Nathani, anamfuata. Namuuliza, kulikuwa na mtu ana kondoo 100 na mwingine ana 1. Akaenda kuchinja ile kondoo wa jirani yake 1, akaacha 100. Sasa huyu mtu adhabu yake ni nini? Daudi anasema huyo mtu adhabu yake ni kifo. Nabii Nathani anamwambia huyu mtu ni wewe hapa, unastahili kifo. Daudi anasema kweli? Anasema ndio. Wewe hapa leo utakufa leo. Utafika kesho. Basi Daudi anajuta, anafanya toba ya kweli. Kwa hiyo kiongozi, kama inatokea wakati fulani hujafanya vizuri, umgeukie Mungu kumwomba msamaha, kwamba samahani, kwa sababu Mungu ndiye tunapaswa kuongoza katika ile njia, kwamba Mungu wangu, hapa nimekosa, naomba unisamehe. Mungu wangu, naomba unipe nafasi tena niweze kuanza. Na sisi bahati nzuri tuna sakramenti ya upatanisho, tunaweza kuanza tena. Mungu, naomba sana hapa unisamehe, hii dhambi usinihesabie, ili niweze kuanza tena. Changamoto ya viongozi, kwa neno la Kiingereza wanasema wanakuwa so arrogant. Arrogant maana yake majivuno yanapita kiasi, kutokujali, kutokuheshimu watu, kupuuza watu. Hiyo ndio ambayo, kwa hiyo siku zote kama kiongozi jitahidi kusikiliza sauti ya Mungu. Mungu anakuambia nini na Mungu anataka wewe ufanye nini katika kipindi hiki cha sasa. Mapendo daima. Kwa hiyo sisi uongozi wetu ujengwe katika uongozi wa Mungu. Tumsikilize Mungu wa kwanza. Mungu hapa anataka nifanye nini? Kama Daudi alivyomsikiliza Nathani, kama Daudi alivyomgeukea Mungu kweli, kama mfalme, mimi nisingepaswa kuchukua mke wa mtu.
na kama tutamsikiliza Mungu kwa vyovyote, tutasikiliza watu katika uongozi wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, msiogope kuchukua nafasi ya uongozi. Chukueni nafasi ya uongozi katika jumuiya zile ambazo hazina viongozi, mjitolee. Mjitolee. Hakuna hasara utakayopata ya wewe kuwa kiongozi. Sana sana utakuwa karibu na Mungu, sana sana wewe utakuwa karibu na watu, sana sana wewe itakuwa nia yako. Vinginevyo Mungu pia mwishoni anaweza kukuuliza siku ya mwisho kwamba wewe, nilikupa talanta ile moja, umeiweka kwenye hankachifu yako au umeifukia chini, sasa utalia na kusaga meno. Kwa hiyo vipaji vyetu tusivifukie, tutumie hiyo nafasi. Wazo la pili ni kwamba muwe wajasiri kuikiri imani yenu. Siku zote nyinyi vijana mkiri imani yenu. Muwe na ujasiri wa kukiri imani yenu. Kati ya vijana ambao daima wanaona aibu kujitambulisha kwa ubatizo wao, kwa imani yao, Wakatoliki tunaongoza, ni aibu sana. Mimi nimeshakutana na watu wa dini zingine, naambia wewe kijana, mimi nakwambia uje kesho ufanye nisaidie kazi. Anakuambia hapana, mimi siwezi kuja kesho. Kesho ni Jumamosi, mimi ni Msabato. Siwezi kufanya kazi siku ya Jumamosi. Siwezi kufanya kazi. Kesho wakati mwingine tulikaa hata kwenye vyuo, nakumbuka nikiwa nafundisha chuo kikuu, ilikuwa kazi wakati mwingine hata kupanga mtihani. Wanasema sisi ni Sabato, hatupasi kuandika mtihani mgumu na kufikiri. Tunatakiwa tulale na kula siku hiyo tu na kusali. Na mimi nawaambia tuone kama utafika kwenye mtihani. Utapata 0. Na wanakuja nafikiri hawajafurahi. Lakini hata pale Lindi mimi napokaa wakati mwingine namwambia kijana, mimi nanunua hivi vitu vyangu na viacha hapa. Angalia visije vikaibiwa au usije ukaiba. Anasema mimi ni Muislamu. Mimi hapa Muislamu, siwezi kuiba. Siwezi kugusa. Kati yenu nani hapa amejitambulisha? Mimi hapa Mkatoliki hapa. Siwezi kugusa hiko. Kwa hiyo tuwe wajasiri kujitambulisha na imani yetu. Tuwe wajasiri kujitambulisha na ubatizo wetu. Tuwe imara, tuwe jasiri kujitambulisha na Ukatoliki wetu. Na muwe jasiri kujitambulisha na ujana wenu. Wakati mwingine mjione pia sifa kwamba mimi ni kijana natakiwa kufanya hii kitu. Mimi ni kijana natakiwa kukiri. Kijana msionekane mmechoka. Wakati mwingine ukimwangalia kijana unasema huyu kijana au mtoto wa kipapa huyu. Yaani aelekee yani maana yake anataka kuongoza. Huyu kijana au kibibi mbona kamechoka hivi? Kwa hiyo lazima mjivune na ujana wenu. Mjivune na imani yenu. Mjivune na Ukatoliki wenu. Popote mlipo, iwe sehemu ya kazi, iwe nyumbani, iwe barabarani, hata vitambulisho vyenu vya nje msiogope kuvitumia kama rozari. Salini hizo rozari hata mkiwa kwenye basi, hata sasa hivi mnaporudi mwe mnasali. Mimi wakati mwingine jioni pale napoishi, maeneo yangu pale waumini wa Katoliki sio wengi sana. Lakini mimi jioni huwa nasali rozari. Sisali kwa kuhesabu vidole. Mimi nasali rozari kining'inia. Hakuna hata siku moja mtu akaniambia kwamba wewe usisali hiyo. Na mimi nafanya makusudi kwa kuinjilisha. Na wewe mtu akikwambia uje kuniambia mimi, alafu tutamwambia haimhusu. Kristo tunamwambia haikuhusu, fanya shughuli zako wewe. Haya mambo hayakuhusu wewe. Kama unataka tukupatie moja. Kwa hiyo tuwe jasiri. Hebu tuangalie katika Injili yule mwizi ambaye wanasema ni mwizi mwema.
akamwonya mwenzake. Ule ndio ujasiri. Kwenye msalaba anamonya, ametundikwa, anamonya mwenzake, anamwambia wewe huogopi kumwambia hivyo mfalme? Anamconfront, kwa Kiingereza tunaita, anamfuata. Yeye mwenyewe yuko ametundikwa msalabani, mwenzake anafanya maneno ya kejeli, anasema wewe kama ni mfalme, wewe kama ni mfalme, hebu jiokoe mwenyewe na ujiokoe na sisi wenyewe. Mwenzake anamfuata, anamwambia wewe, hivi una akili kweli? Haya ni maneno ya kumwambia mfalme? Pale msalabani anakiri na anamwambia, Bwana unikumbuke mimi leo hii huko katika ufalme wako. Na Yesu anamjibu pale pale, anamwambia leo hii utakuwa pamoja na mimi paradiso, pale paradisini. Sasa hata katika mazingira hayo ya mateso, hata katika mazingira haya ya mahangaiko, kama huyu mwivi, tukiri imani yetu. Alikiri nafasi yake, akamkiri Kristo. Na sisi tusiogope hata katika mateso, katika mahangaiko, kukiri imani yetu kwamba huyu ni mfalme. Tukisoma Mathayo sura ya 27 mstari wa 54, pale kulikuwa na walinzi, maaskari wanalinda, na yule askari alishashuhudia watu wengi wakiuawa pale Kalvari. Watu wanachoma mkuki, anatundikwa, anakufa, wengi amewashuhudia. Huyo askari Mrumi amewashuhudia wengi. Sasa siku hiyo akamwangalia Yesu na wale wezi wawili, akamwangalia. Baadaye Yesu akakata roho. Hiyo Mathayo sura ya 27:54. Alipokata roho hiyo mfalme, naona kiu, unaiona, akakata roho, kukawa na kimya kikuu. Unaambiwa yule askari Mrumi alikuwa amesimama na mkuki wake, akatupa mkuki pembeni, akainama, akapiga magoti. Yesu amekata roho, akasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hakika huyu ni Mungu. Kitu cha ajabu, mara nyingi tunakiri umungu wa Mungu katika ukuu wake, umungu wa Mungu katika utawala wake, lakini huyu kasubiri mpaka kafa, akasema huyu tofauti na wale ambao nimewashuhudia wakifa hapa Kalvari. Huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo tuendelee kumkiri, tuendelee kutoa ushuhuda. Na hata katika mawimbi, hata katika mahangaiko yoyote, kama tulivyosema jana, Marko sura ya 4 mstari wa 38, tuendelee kumwita Bwana wetu, Bwana wewe hujali tunaangamia, na yeye Bwana ataamka. Marko sura ya 4 mstari wa 39, atatuliza dhoruba katika maisha yetu. Atatuliza dhoruba katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe jasiri kukiri imani yetu, tuwe jasiri kujitambulisha na ubatizo wetu, tuwe jasiri kujitambulisha na maisha yetu ya Ukristo. La mwisho, uongozi wa kweli, Ukristo wa kweli, ufuasi wa kweli, lazima umtambue Kristo kuwa ni mfalme wa ulimwengu huu. Sio mfalme mwingine, hakuna mfalme mwingine isipokuwa lazima tutambue Mungu. Kiongozi yeyote wa kweli lazima amtambue kwamba Mungu ndiye mfalme. Na kama Mungu ndiye mfalme, tutakiri, tutakuwa tayari kupita katika njia ile anayotutaka Mungu wetu sisi tupite. Vinginevyo tutajitengenezea uongozi ambao utakuwa kama maigizo. Tutajitengenezea utumishi au utume ambao utakuwa maigizo na chukizo kwa Mungu wetu. Na Yesu anamuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi?
Yohane sura ya 18 mstari wa 23 anasema, hapana, mimi si mfalme wa ulimwengu huu. Na anaendelea kusema, kama mfalme mimi sikuja kutumikiwa ila kutumikia. Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Ndugu zanguni, sisi kama wafuasi wake Kristo tujitambulishe kwake kama mwanga, tujitambulishe kwake kama chumvi, tujitambulishe kwa ulimwengu huu kama ukweli. Tujitambulishe kwa ulimwengu huu kama ukweli, tujitambulishe kwa ulimwengu huu kama mwanga. Tujitambulishe katika ulimwengu huu sio kwa uvuguvugu, bali kama moto. Kwa hiyo ndugu zangu ni vijana, washeni moto. Nyinyi sasa mnatoka kwenye kongamano hapa, mkawashe moto wa imani. Sio moto mnaenda kuchoma makanisa yenu au mnaenda sijui kuchoma nyumba zenu mnamoishi. Hapana, sio moto wa kushambulia watu. Hapana, moto wa imani. Washeni moto, washa moto. Kwa hiyo vijana, mtoke hapa mwashe moto, muwe chumvi, watu wasikie uwepo wenu, wasikie uwepo wenu kati yao. Anzisha sala, soma somo, chukua majukumu ya uongozi. Washeni moto kwa ari kubwa, washeni moto, washeni moto, washeni moto wa ukweli, washeni moto wa mwanga, na washeni moto wa haki pia. Mwashe moto, msiwe vuguvugu, vinginevyo mtatemwa mbali sana. Lakini katika yote hiyo tumwone Kristo ndio mfalme wetu. Tusiogope kuchukua nafasi ya uongozi, lakini pia sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Tusiue taasisi ya uongozi. Wale ambao tunafikiri sasa hivi wanaweza kutuongoza, tuwape nafasi, tuwaandae, lakini pia tushirikiane nao. Tuwaunge mkono viongozi wetu. Kama sisi tuliwachagua, tuwaunge mkono na tuwe jasiri siku zote. Tuwe jasiri siku zote kujitambulisha na ubatizo wetu na imani yetu. Na uongozi wa kweli lazima umkiri Kristo ndio kiongozi na mfalme wetu. Naona kiu naiona. Daima tuone kiu kama Kristo ndio mfalme. Atawale roho zetu, atawale miili yetu, atawale hisia zetu, atawale mahangaiko yetu, ili kweli atuongoze. Mapendo daima kwa vitendo. Tumsifu Yesu Kristo.